معشر المسلمين، أولا أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله ولقد فاز المتقون. والآيات والأحاديث في وصيتي بتقوى الله عز وجل كثيرة جدا لا تحصى. baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia rahma na amani nabiyur rahma Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, jambo la kwanza, maashara almuslimin, na wasieni pamoja na kujihusia nafsi yangu katika suala kubwa la kumwogopa Allah tabaraka wa taala, vile vile kurejesha shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kutubia kwake na kurudia kwake katika makosa. Fa inna alhayata qasira, kila siku maisha ya dunia ni mafupi. Wama alhayatu dunya illa mata'ul ghurur, na hayakuwa maisha ya dunia isipokuwa ni starehe za hadaa. Ahibata alkiram, Mola subhanahu wa ta'ala anatuambia katika suratul Baqara, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Wengi katika wanazuoni wakiwemo masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam wanasema ya kwamba aya hii ndiyo aya ya mwisho kuteremka katika Al-Qur'an Al-Karim. Kama tunavyojua tuliokuwa wengi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alimteremshia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Siku ya Arafa katika hajjatul wadaa, siku ya Ijumaa katika viwanja vya Arafa, Allah subhanahu wa ta'ala akamteremshia Mtume Muhammad aya hii. Zikapita siku kidogo tena, Allah subhanahu wa ta'ala akaiteremsha suratul Nasr, idha jaa nasrullahi wal fath, mpaka mwisho. Kisha aya ya mwisho kuteremka au kumteremkia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika uhai wake ni aya hii inayopatikana katika suratul Baqara. Mola subhanahu wa ta'ala akitwambia, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, na iogopeni siku ambayo mtarudishwa kwa Mola subhanahu wa ta'ala. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, kisha kila nafsi ikaenda kulipwa kwa kila ambacho kimekwenda kuchuma katika mgongo huu wa ardhi. Wa hum la yudhlamun, na hali ya kuwa wanadamu hawatudhulumiwa na chochote kwa Mola wao subhanahu wa ta'ala. Ahibata alkiram, mara nyingi huwa tunaipitia na kuisoma aya hii. Angalieni uzito wa aya hii, kwa sababu mwema anaambiwa ili awe na mazingatio, vile vile mwovu naye anatahadharishwa ili naye awe na mazingatio, kwa sababu kwa Mola subhanahu wa ta'ala kutakuwa na mizani. Yoyote ambaye mizani yake ya mema itakuwa ni mzito, basi huyo atakuwa ni mwenye kufaulu biidhnillahi subhanahu. Na yoyote ambaye mizani yake ya maovu ndiyo itakuwa ni nzito, huyo atakuwa ni mwenye kupata hasara kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala. Ahibata alkiram, wengi katika wanazuoni bali masalaf rahimahumullahu ta'ala walikuwa wakiifanyia kazi aya hii katika maisha yao.
miongoni mwao ni Ibrahim at-Taymi alayhi rahmatullah. Ibrahim at-Taymi alikuwa na maneno akisema, shay'an qati'an ladhat ad-dunya, kuna mambo mawili ambayo mambo hayo yanakata ladha na starehe ya maisha ya dunia. Anasema kuna mambo mawili ni yakiyakumbuka mambo kama hayo, basi wallahi ladha na utamu wa maisha ya dunia wallahi unaniondokea hapo hapo. Jambo la kwanza akasema dhikrul maut, ninapokumbuka ya kwamba ipo siku roho yangu itaachana na mwili wangu, ninapokumbuka ya kwamba ipo siku malakul mauti ataniteremkia, anasema wallahi siku hiyo nikikumbuka jambo kama hilo, wallahi ladha ya maisha ya dunia na utamu wake na starehe zake zinaniondokea hapo hapo. Lakini jambo la pili akasema walukufu baina yadayhi subhanahu, ninapokumbuka ya kwamba baada ya kufa kuna maisha ya barzakh, maisha ya kaburini, lakini baada ya maisha ya barzakh mimi nitakwenda kusimamishwa mbele ya Mola wangu subhanahu wa ta'ala, kwa mimi kwenda kulipwa kwa Mola ambaye halifichiki jambo lolote linalohusiana na mimi kwake yeye. Wallahi nikikumbuka hali kama hiyo, sijui nitakuwa na hali gani, kwa sababu ni hali mbili tu, ni imma ni njia ya kwenda peponi au ni njia ya kwenda motoni. Anasema wallahi nikikumbuka ya kwamba mimi nitakwenda kusimamishwa kwa Mola wangu subhanahu wa ta'ala, wallahi ladha ya maisha ya dunia inaniondokea hapo hapo. Ahibata alkiram, kwa Muislamu, kwa mwanadamu anatakikana akumbuke hali hizi mbili. Hadithi aliyopokea Imamu Tirmidhi alayhi rahmatullah min hadithi Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, akthiru dhikra hadhihi alladhat, yani al-maut, kumbukeni kwa wingi sana lile jambo ambalo linakata ladha ya maisha ya dunia, nao ni mauti. Kumbukeni sana jambo hili ambalo linakata ladha na starehe ya maisha ya dunia, ambao ni mauti. Yule mtu ambaye ahibata alkiram, mara nyingi anakaa chini na anatafakari na anazingatia na kufikiria ya kwamba ipo siku yeye atakuwa ni mwenye kuondoka katika hii dunia. Yule mtu ambaye anakaa na anatafakari mara nyingi ya kwamba ipo siku yeye atakufa, mtu huyu katika mizani ya kisheria, nikisema mizani ya kisheria ni Al-Qur'an wa Sunna, mtu huyo katika mizani ya sheria, huyu ndiyo mtu mwenye akili iliyokuwa sawa sawa, huyu ndiyo mtu mwenye akili iliyokuwa imesalimika. Hadithi alipokea Imamu Tirmidhi min hadithi Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma, anasema kuntu jalisa, nilikuwa nimekaa mbele ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, ijaahu rajul, alipokuwa amekaa na Mtume sallallahu alayhi wa sallam, akaja mtu, katika riwaya min al-ansari, yule kijana ilikuwa ni kijana wa mji wa Madina. Anasema akaja kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, akamuuliza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal, ni nani katika waumini ya Rasulullah, tukimweka katika mizani tunaona ya kwamba huyu ya Rasulullah ndiyo bora katika waumini? Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwambia ahsanuhum khuluqa, yule mtu aliyekuwa bora katika jamii,
ni yule mtu ambaye ni mzuri wao na ni mbora wao kwa tabia, tofauti na tuliokuwa wengi. Twaona ya kwamba mtu aliyekuwa bora katika jamii labda ni mtu mwenye cheo au ni mtu mwenye hela, mtu mwenye mali au pesa, lakini Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema mtu aliyekuwa bora katika jamii, bora katika mizani, ni yule mtu ambaye aliyekuwa mzuri kwa tabia. Kisha yule kijana akamuuliza tena Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, akamwambia ya Rasulullah, wa ayyul mu'minina akyas, na ni nani ya Rasulullah aliyekuwa na akili iliyokuwa sawa sawa? Nani aliyekuwa mwerevu ya Rasulullah, aliyewazidi katika uwerevu ya Rasulullah? Ni nani katika waumini? Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, aktharuhum bilmauti dhikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidada. Yule mtu aliyekuwa mwerevu, mwenye akili iliyokuwa imesalimika, ni yule ambaye mara nyingi anakaa na anatafakari ya kwamba ipo siku yeye atakufa. Yule mtu ambaye anakaa na anatafakari ya kwamba ipo siku yeye ataondoka katika hii dunia, kama namna walivyokuwa wameondoka waliokuwa kabla yake. Huyu ndiyo mtu aliyekuwa na akili, lakini sikukaa tu akawa yeye anatafakari ya kwamba atakufa, lakini akaandaa safari ya kwenda kukutana na Mola wake subhanahu wa ta'ala, akajiandaa na yapi ambayo atakwenda kukutana na Mola wake subhanahu wa ta'ala. Huyu ndiye mtu mwenye akili iliyokuwa sawa sawa. Ahibata alkiram, hebu tuangalie kwa ufupi tarehe ya wema waliokwenda kutangulia, ni namna gani walivyokuwa wamefikiwa na uchungu wa umauti, na ni namna gani walivyokuwa wana hamu ya kiasi gani ya kwenda kukutana na Mola wao subhanahu wa ta'ala. Fahadha Ubada ibn Samit al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu wa Allah. Ubada ibn Samit huyu ni miongoni mwa wasahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni miongoni mwa wale wakubwa wa Kiansar, watu wa Madina. Bali Ubada katika manaqib zake, Ubada ni kwamba yeye alisilimu kabla al-hijra. Bali Ubada ibn Samit al-Ansari radiyallahu anhu, vita vyote ambavyo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipotoka Madina kwenda kupigana, kwenda kueneza Uislamu, Ubada ibn Samit hakuacha vita hata moja, bali alikuwa karibu mno na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ubada ibn Samit al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu, alipokuwa yeye amefikiwa katika siyaki al-maut, yuko katika kitanda cha umauti, uchungu wa umauti umeanza kumfikia polepole, aliwaambia wale ndugu zake, akawaita wale watu wake, akawaambia, akhrij firashi ila sahab, toweni tandiko langu, godoro langu, mkeka wangu, lipelekeni uwali. Hana tena nguvu ya yeye kutoa mwenyewe, anawaambia wale waliokuwa karibu yake, toweni tandiko langu, kitanda changu, kipelekeni uwali. Thumma jma'u li mawali wa khadami wa jirani wa man kana yadkhulu alayya, kisha akawaambia, kisha niitieni majirani zangu, niitieni watu wangu, niitieni wafanyikazi wangu, na yoyote aliyekuwa na muamala wa kuja kwangu niitieni waje hapa ndani, niko na maneno nataka kuzungumza. Fajumiu lahu, wakakusanya wale watu, wakaitwa mpaka kwa Ubada ibn Samit al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu. Walipokusanya wale watu, walipofika kwake
Ubada ibn Samit al-Ansari akawaambia, ya ikhwani, enyi ndugu zanguni, enyi ndugu zangu, inna yawmi hadha la arahu illa akhiru yawmi yati alayya min ad-dunya. Enyi ndugu zangu, mimi naona siku yangu hii ndiyo mchana wangu wa mwisho katika hii dunia, wa awwalu laylatin min al-akhirah. Na mimi, enyi ndugu zangu, mimi natarajia usiku ya kwamba mimi nitakuwa ni mwenye kukutana na Mola wangu subhanahu wa ta'ala. Leo ni siku yangu ya mwisho, sioni ya kuwa nitavuka siku nyingine, na usiku natarajia ya kwamba mimi nitakwenda kukutana na Mola wangu subhanahu wa ta'ala. Wa innahu la adri, enyi ndugu zangu, na hakika yangu mimi sijui, la'alli qad farata ilaykum bilisani au biyadi shay, huenda ya kwamba Ubada ibn Samit, sijui, huenda ya kwamba pana siku labda Ubada ibn Samit al-Ansari, huenda ya kwamba alikwenda kuwaumizeni nyinyi kupitia mkono wake au kupitia ulimi wake. Akawaambia, fawalladhi nafsu Ubada biyadi, na apa kwa nafsi ya Ubada ambayo iko mikononi mwake. Ni nani huyo? Ni yule Mola ambaye aliyesema, tabaraka alladhi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ni yule Mola ambaye anaimiliki pumzi zetu, anaimiliki rasilimali za uhai wetu, Mola ambaye aliyesema, aliyeumba mauti na uhai, liyabluwakum, ili apate kuwatihini na kuwaonjeni. Miongoni mwao Ibn Kathir anasema liyabluwakum, kwamba ni nani atakayekaa na kufikiria mara nyingi ya kwamba kuna siku atakufa. Anawaambia, fawalladhi nafsu Ubada biyadi, na apa kwa nafsi ya Ubada ibn Samit ambayo iko mikononi mwake. Alqisasu yawm alqiyama, kisasi kesho siku ya kiyama. Ndugu zanguni, labda kama kuna mtu nimemkosea kupitia ulimi wangu au kupitia mkono wangu, falyakhtassu minni qabla an takhruja ruhi, basi aje kulipiza kisasi chake kabla ya roho yangu haijatolewa na mimi sijakwenda kukutana na Mola wangu subhanahu wa ta'ala. Anaogopa atoke katika hii dunia ikiwa yeye atakuwa na dhulma yoyote ambayo amekwenda kumkosea mwanadamu kupitia ulimi wake au kupitia mkono wake. Anaogopa ile siku ambayo, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Amr ibn al-As, ahibbat al-kiram, Amr ibn al-As, huyu ni miongoni mwa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alimbashiria mazuri Amr ibn al-As alipofikiwa katika siyaki al-maut. Faqala lahu ibnuhu, mtoto wake akamwambia, kumwambia Amr ibn al-As, akamwambia, ya abata, ewe baba yangu kipenzi, innama kunta taqulu lana laitani alqa rajulan aqilan inda nuzuli al-maut fayasifu lihi al-maut fa anta dhalika ar-rajul. Anamwambia, ewe baba yangu, wewe kila siku baba yangu ilikuwa unatwambia na kusema unatamani ukutane na mtu mwenye akili iliyokuwa sawa sawa, wakati yeye akiwa katika tandiko la umauti akusifie ile hali ambayo yeye anapitia katika uchungu wa umauti. Fa anta dhalika ar-rajul, basi wewe baba yangu, wewe ndiyo yule ambaye umefikiwa na uchungu wa umauti. Fasifli, nisifie ewe baba yangu, niambie uchungu wa umauti unapokuwa mwenye kukufikia ewe baba yangu. Anamwambia, ya bunayya, ewe mtoto wangu kipenzi, wallahi kaanna jambi fi tuhti, wallahi nahisi kama mbavu zangu zimekwenda kukusanywa zikawekwa katika sehemu moja. Wakaanna atanafasu fi sammi al-ibra, na ewe mtoto wangu, wallahi mimi nahisi
kama pumzi zangu za mwisho zinatoka katika tundu ya sindano. Wakaanna ghusnu shawq, na mimi ewe kijana wangu, wallahi mimi nahisi kama tawi la miba, ambao miba hiyo liliyokuwa sawasawa, tawi hilo lililokuwa la miba liliyojaa sawasawa, liliyoingia katika mwili wangu na nyama zangu, fayajuru bihi min qadami ila hamati, ilikawa miba hiyo inavutwa na kuburuzwa kuanzia katika unyayo wangu, katika chini ya miguu yangu, mpaka katika utosi wangu, katika kichwa changu. Wallahi ewe kijana wangu, sina maneno mengine ya kukuelezea uchungu ninaousikia. Ndugu zangu katika imani, hawa ni watu ambao waliokuwa wema, wamebishiriwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, wanafikiwa na hali kama hii. Kalla idha balaghat at-taraqi wa qila man raqi wa dhanna annahu al-firaq waltaffat as-saq bis-saq ila rabbika yawma idhin al-masaq. Mola subhanahu wa ta'ala anasema, si ujauri huo mliokuwa nao. Kwa nini roho itakapofika katika koromero, itakapofika katika shingo, katika mabega, inataka kutoka? Kalla idha balaghat at-taraqi wa qila man raqi, utasema nani atakayemponya huyu? Ni nani raqi? Ni nani atakayemponya huyu? Utazungukwa na madaktari, utapelekwa nje za nchi. Hii hali ndugu zangu katika imani itamfikia kila mmoja wetu. Wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq, yeye mwenyewe ashajua ya kwamba safari imewadia ya kwenda kukutana na Mola wake subhanahu wa ta'ala. Waltaffati as-saq bis-saq, muundi huu na saqi hii na saqi hii, yani mtu ashatolewa roho, mtu ashakufa, mtu anakoshwa, muundi huu unachukuliwa na muundi huu unageuzwa huku, akigeuza huku, mtu ambaye alikuwa yeye akisimama katika barabara hakuna atakayepita, yeye ndiyo kusema alikuwa jemadari. Lakini wallahi ahibata kiram, pindi mtu atakapokuwa yeye anaoshwa, ndio unaona udhaifu aliyokuwa nao mwanadamu na ujeuri wake aliyokuwa nao katika hii dunia. Waltafati as-saq bis-saq ila rabbika yawma idhin al-masaq, siku hiyo ni kuchungwa, ni kupelekwa kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja anaulizwa atazipa saa ngapi? Mbona mmepeleka alasiri? Mbona tusimzike adhuhuri? Yani kuna watu ambao wanatamani wakupeleke mapema, hata wao labda waende waangalie mpira, wanaona wanachelewa kwa sababu thamani yako imekwisha. Ila rabbika yawma idhin al-masaq. Ndugu zangu katika imani, fahadha Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Umar radiyallahu ta'ala anhu لما طعن وذلك المجوسي أبو لؤلؤ المجوسي، Umar radiyallahu anhu alipokuwa yeye ameingia katika sala ya alfajiri kuswalisha, akaja yule bwana Abu Lu'lu' al-Majusi, ambao baadhi ya mashia kule Irani wanamtukuza. Huyu bwana alipoingia akapasua safu mpaka akaenda kwa Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, na akamdunga Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Umar radhiyallahu anhu analetewa juisi ya tende ili anywe, akinywa ile juisi inapita katika sehemu aliyokwenda kudungwa. Umar akiwa nyumbani kwake, masahaba wakawa kila mmoja wanaingia kwa Umar radhiyallahu anhu kumpatia bishara. Umar anaingia, huyu anampatia bishara, anaingia, huyu anampatia bishara. Fadakhala alayhi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, akaingia Abdullah ibn Abbas kama rawa al-Imam al-Bayhaqi fi Shu'b al-Iman. Alipoingia Abdullah ibn Abbas kwa Umar Amir al-Mu'minin, akamwambia ya Amir al-Mu'minin, abshir abshir ya Amir al-Mu'minin, kuwa na bishara nzuri ewe Amir al-Mu'minin. Aslamta hina kafara an-nas, wewe Umar ulisilimu hali ya kuwa watu wamekwenda kumkataa Uislamu, lakini ewe Amir al-Mu'minin,
wajahadta ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ya amira almu'minin, wewe umekwenda kupigana vita ukiwa pamoja na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa qutilta shahida, na umeuliwa hali ya kuwa ni shahidi kama alivyotoa bishara mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Lakini ya amira almu'minin, wa tuwfiya rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa huwa an qarar. Lakini kubwa ni kwamba mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amefariki hali ya kuwa ako radhi na wewe. Mtume ametoka katika hii dunia ya amira almu'minin akiwa radhi na wewe. Kwa hivyo kuwa na bishara nzuri. Umar radhiyallahu anhu akamwambia, a'id maqalatik, hebu rudia maneno yako unayoniambia, sijakusikia vizuri. Abdullah ibn Abbas akarudia kwa mara ya pili. Umar radhiyallahu anhu akamwambia, al-maghrur man ghartumuhu, mdanganyifu ni yule ambaye kwamba mnaweza kusema yale anayoyasema. Akamwambia, wallahi law anna li ma talat alayhi shams au gharabat laftadaitu hawla matla'i. Anamwambia, wallah, lau ningekuwa na hazina, yani niko na ufalme, ninamiliki ufalme kuanzia mashariki mpaka magharibi, mimi ningekuwa na mali ambayo ingeanzia mashariki mpaka magharibi, laftadaitu hawla matla'i, wallahi utajiri huo na mali hayo ningeyatoa yote ili Allah subhanahu wa ta'ala anifanyie wepesi katika jambo hili. Ndugu zangu katika imani, huyu ni Umar. Umar ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Umar min ahli aljanna, Umar ni katika watu wa peponi. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Umar shaytanul la'in, hawezi kupita sehemu ambayo kwamba anapita Umar, anageuza barabara. Umar ambaye anaogopa dogo na kubwa. Umar ambaye anasema law ta'atharat baghlatun fil Iraq, law ta'atharat baghlatun fil Iraq lasu'ila anha Umar lima lam tumahhid laha at-tariq. Akiogopa dogo na kubwa katika ukhalifa wake, akiwa na hofu ya Mola wake subhanahu wa ta'ala, anasema lau kama mnyama atakwenda kutaguka Iraq hali ya kuwa yeye ako Madina, mnyama akateguka guu na hali ya kuwa yule mnyama amevunjika guu, la suila anha Umar, atakwenda kuulizwa Umar, kwa nini hukuitengeza ile njia mpaka ule mnyama ikawa ni sababu ya yeye kwenda kutaguka. Akiogopa dogo na kubwa, anafikiwa katika hali hii ya hibatul kiram. Mtoto wake Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma anasema, kana ra'su abi fi fakhidhi, kilikuwa kichwa cha baba yangu kiko katika mapaja yangu. Amirul Mu'minin baba yake anamwambia, da'uhu 'ala al-ardi, kiweke kichwa changu katika ardhi. Mtoto wake anamwambia Abdullah ibn Umar, anamwambia, ya Amirul Mu'minin, ma alayka an takuna ra'saka 'ala al-ardi au 'ala al-fakhidhi, kwa nini ewe Amirul Mu'minin, kina nini kichwa chako kikikaa katika mapaja yangu? Kwa maana kiache kichwa chako kikae katika mapaja yangu ya Amirul Mu'minin. Umar radiyallahu anhu anamwambia mtoto wake, da'uhu 'ala al-ardi la umma lak, kiweke kichwa changu katika ardhi, mama yako ukose. Kwa maana ni kiani, kinaya, ni angamizo. Kiweke kichwa changu katika ardhi. Abdullah ibn Umar mtoto wake akasema, fa wada'tu ra's 'ala al-ard, nikaweka kichwa cha baba yangu katika ardhi. Anasema Umar radiyallahu ta'ala anhu, akawa mashavu yake yanaburuza katika ardhi, anaburuza huku na huku. Kisha Umar radiyallahu ta'ala anhu anasema, waili ummi in lam yarhamni rabbi, ole wangu leo na ole wa mama yangu ikiwa Allah hatanirehemu, ikiwa Allah hatanirehemu, ole wangu leo. Ndugu zangu katika imani, huyu ni Umar ambaye Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam anasema Umar akona kasri la dhahabu katika pepo, kasri la dhahabu katika pepo. Anafikia
akafikiwa katika hali hii. Kwa nini ndugu zangu katika imani? Falmautu laysa lahu min sinnin ma'lum wala zamanin ma'lum wala maradhin ma'lum, kwa sababu mauti ndugu zangu katika imani hauna muda maalum au hauna umri maalum au maradhi maalum ya kwamba mimi labda mpaka nifike miaka kadhaa ndiyo nitafariki, au mimi nikifikiwa na maradhi fulani ndiyo nitafariki, au muda fulani. Wangapi ambao wameondoka wakawaacha wazazi wao wakiwa hai, bali wakati mwingine mtoto anakufia tumboni. Kwa sababu gani? Kwa sababu kila mmoja aandae mazingira ya yeye kwenda kukutana na Mola wake subhanahu wa ta'ala. Ahibata alkiram, fahadha Harun al-Rashid. Harun al-Rashid huyo alikuwa ni khalifa, si wa daula moja au mbili au tatu, zaidi ya dola 6. Ni amirul mu'minin, ni kiongozi wa Waislamu. Harun al-Rashid, ahibata alkiram, alipokuwa amefikiwa ukaribu wewe kuondoka katika huu mgongo wa ardhi, akawaambia wale wafanyikazi wake, akawaambia ishtaru li kafana, ninunulieni mimi kafani yangu, ninunulieni sanda yangu niione, ifaru li qabra, pia nichimbieni kaburi langu nilione. Akanunuliwa sanda yake, akachimbiwa kaburi lake, kisha akawa anaenda katika kaburi lake akisimama juu yake akisoma aya hii, ma aghna anni maliya, ma aghna anni maliya, ma aghna anni maliya, halaka anni sultaniya. Utajiri wangu na ufalme wangu na mali yangu leo yanaishia hapa. Ukubwa wangu leo, ufalme wangu, mali yangu leo hayatanisaidia chochote, yanaishia hapa. Ukubwa wangu na ufalme wangu leo unaishia hapa. Ndugu zangu katika imani, labda wewe uwekewe tu mchanga katika kitanda chako, sikwambii kiasi ya mkono, chukuliwa tu kiasi robo ya kijiko tena cha chai ikaekwa katika kitanda chako, wallahi huwezi kulala. Utaamka, utakukuta, utapepeta mpaka uhakikishe ya kwamba wewe umelala katika hali ambayo kwamba ni nzuri. Lakini angalia unapoingia katika mwanandani, angalia ni tani ngapi ambazo kwamba za mchanga zinakuja juu yako. Fikiria ewe Muislamu, angalia wale ambao kwamba ni watu wako wako wapi. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema, yatba'u al-mayyita thalatha, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Maiti yanamfuata mambo matatu, ndiyo kawaida, wote maiti yanamfuata mambo matatu: watu wake, mali yake na amali yake. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, fayarji'u ithnani wa yabqa wahida, mawili yanarudi, mali yako yatarudishwa, bali hata hujazikwa watu wanapigania mali yake. Hakuna ambaye atasema ya kwamba tukamzika na mali yake. Watu wako, yule ambaye kwamba unaimpenda kwa dhati, hakuna ambaye kwamba atasema mimi nataka kuzikwa kwa sababu ni mume wangu, au kwa sababu ni baba yangu, au kwa sababu ni ndugu yangu, ni mtoto wangu. Yeye ndio wa kwanza kuchukua mchanga na kukuzika na kukufukia. Na ndiyo maana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama hadithi alipokea Imam al-Bukhari fi adab al-mufrad, Jibril, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, qala li Jibril alisema kuniambia, ya Muhammad, ish ma shi'ta fa innaka mayyitun, ishi utakapoishi Muhammad, kuna siku utakufa. Wa ahbib man shi'ta fa innaka mufariqa, na mpende utakayempenda, iko siku utatengana naye. Ima wao watatangulia ama wewe utawatangulia. Mpende utakayempenda, iko siku utatengana naye. Ndugu zangu katika imani, kwa nini? Kwa sababu kila mmoja aandae mazingira ya yeye kwenda kukutana na Mola wake subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Abu Huraira dakhala alayhi Marwan anaingia kwa Abu Huraira. Abu Huraira analia, Marwan anamwambia, ya Abu Huraira ma yubkik. Abu Huraira ambaye ndugu zangu katika imani, hadithi
alikuwa karibu mno na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Anamwambia ma yukika ya Aba Huraira, ni lipi linalokuliza ewe Abu Huraira? Abu Huraira anamwambia Marwan, ma ana la abki an dunyakum hadhi, mimi silii kwa ajili ya dunia yenu hii ya kuwa mimi nakufa na acha hii dunia, walakin abki li bu'di safari wa qillati zadi, mimi nalia kwa sababu safari ya kwenda kukutana na Mola wangu subhanahu wa ta'ala ni mbali, lakini matendo niliyokuwa nayo kwa Mola wangu subhanahu wa ta'ala sina matendo yaliyokuwa mazuri ya mimi kwenda kujifakhirisha kwa Mola wangu subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iri almuslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أحبة الكرام, hii safari ya kwenda kukutana na Mola wetu subhanahu wa ta'ala inataka maandalizi, na maandalizi ambayo yanahitajika ni yale maandalizi ambayo utatoka wewe katika huu mgongo wa ardhi ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala ako radhi na wewe. Lakini hizi Qur'ani tunazozisoma tunapitia aya nyingi ya ahbatal kiram. Mola subhanahu wa ta'ala anatuambia falawla idha balagatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun falawla in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin. Mola subhanahu wa ta'ala anasema falaula idha balaghatil hulqum, kwa nini pindi roho itakapofika katika shingo, kolomero inataka kutoka, wa antum hina idhin tanzurun, na nyinyi wakati huo mko hapo mnatizama, kama ni baba yako na mama yako, ni shangazi yako, ni mtoto wako, ni mke wako, ni mume wako, wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun, na sisi tuko karibu zaidi na yeye lakini nyinyi hamtuoni. Allah subhanahu wa ta'ala anasema falaula in kuntum ghayra madinin, ikiwa nyinyi hamuko katika mamlaka yangu, ikiwa nyinyi hamutaki kutubia katika makosa yenu, ikiwa nyinyi munajidai ya kwamba hamutaki kurudi kwa Mola wenu, ikiwa nyinyi munaona ya kwamba hamuko katika mamlaka yangu, falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin, irudisheni hiyo roho ikiwa nyinyi ni wa kweli, irudisheni ikiwa nyinyi ni wa kweli. Ndugu zangu katika imani, hapa ni pazito. La yaslimu illa man salamahu Allah. Hapa inataka adhkar na dua na kumuomba Mola subhanahu wa ta'ala kila ukisali katika sijda, ukumuomba Mola wako subhanahu wa ta'ala akupatie mwisho uliokuwa mwema. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi ndugu zangu katika imani itaonja umauti, kila nafsi itaonja umauti. Lakini kumalizia, hamkumbuki ile hali aliyokuwa nayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na Aisha radhiyallahu ta'ala anha anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa amelala baina yadayhi ulba, katika mikononi mwake, pambizoni mwake Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na chombo cha maji, fiha ma, chombo kile kilikuwa na maji. Fajala yudkhilu yadayhi fil ina, Mtume sallallahu alaihi wasallam ikawa anaingiza mikono yake katika chombo kile, anachukua maji Mtume sallallahu alaihi wasallam, fayamsaha bihi ma wajhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anatupa maji yake, akitupa maji yale katika kichwa chake, katika uso wake, akijitupia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema la ilaha illa Allah inna lilmauti la sakarat, la ilaha illa Allah inna lilmauti la sakarat.
Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, Allahumma ighfirli, Allahumma arhamni, Allahumma ighfirli, Allahumma arhamni. Huyu ni Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, anataka Mola subhanahu wa ta'ala amrehemu, anataka Mola subhanahu wa ta'ala amsamehe madhambi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam Allah anamwambia, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Allah subhanahu wa ta'ala amekusamehe madhambi yaliyotangulia na yatakayokuja. Anamwambia Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma ighfirli, Allahumma arhamni. Ndugu zangu katika imani, hapa ni pagumu, hapa inataka maandalizi, na kila mmoja atafikiwa na hali hii ahibatan kiram. Lakini ndugu zangu katika imani, swala ni kwamba kila mmoja ajiulize, kila mmoja atakufa, lakini unatoka vipi katika mgongo wa ardhi? Wewe kama Muislamu, wewe kama mwanadamu, unatokaje katika hii dunia? Je, wewe unatoka hali ya kuwa watu wanalia kwa kheri na mambo mazuri uliyokwenda kuyatendea, au je wewe unatoka katika mgongo wa ardhi ikawa watu wanafurahia kwa kuwa umewaondokea, wanasema alhamdulillah, yule amekwenda kutuondokea, Allah hata ungemchukua mapema zaidi kuliko siku hii. Ndugu zangu katika imani, hadithi kutoka kwa Qatada inda Muslim, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja, murra alayhi janaza, lilipita jeneza kwake yeye. Mtume sallallahu alayhi wasallam lilipopita jeneza akasema, mustarihun wa mustarahun min. Hili jeneza mnaloliona hili linakwenda kustarehe aliyokuwa ndani yake, au kuna vingine vinakwenda kustarehe na kupumzika kupitia yeye. Masahaba wakamuuliza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Rasulullah, ndio jeneza limepita, lakini tumekusikia ukisema maneno haya, nini maana ya mustarehe wa mustarahu minhu? Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, innal abda almu'min yastarihu min asabi dunya au min sa'bi dunya, hakika mja aliyekuwa mwema, mtu aliyekuwa mzuri, mtu aliyekuwa mwema anakwenda kupumzika na kwenda kukutana na jazaa zake na malipo yake kutokamana na machofu na taabu za dunia. Anakwenda kupumzika katika taabu za dunia, hata katika ibada. As-sabru fi ta'atillah, alisubiri katika kumtii Mola subhanahu wa ta'ala. Sasa huyo anakwenda kupumzika, Mola amekwenda kupumzisha yeye, na anakwenda kupewa jazaa na thawabu kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wa amma al-fajir, ama mtu aliyekuwa mwevu, mtu aliyekuwa muovu, mtu aliyekuwa mbaya, yastarihu minhu ad-dawab wal an'am wal ashjar wal insan. Subhanallah, mtu aliyekuwa muovu wanakwenda kupumzika kupitia yeye, wanyama, paka wako wa ndani anafurahia, anasema alhamdulillah, Mola umemuondosha huyu. Sijakwambia mbuzi ukipita nasema alhamdulillah, Allah umetuondoshea huyo. Sijakwambia mtoto wako, sijakwambia wanadamu wenzako, sijakwambia nyumba ambayo kwamba wewe unaijenga na unagombana na watu, unagombana ya kwamba hapa ni bangu, wataka hutaki kujua ya kwamba hili ni sawa si sawa. Wenyewe nyumba unaijenga inakulaani, inasema alhamdulillah, umeniondoshea huyu mtu. Huyu ni mtu ambaye anapokewa na maandalizi gani mbele ya Mola wake subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, safari hii inataka maandalizi makubwa, safari ya kwenda kukutana na Mola wetu subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.